Clatous Magori ametoka hadharani na kuzungumza kuhusiana na sakata zima la Damaro, na wamesema maswali ambayo waliuliza kwa TFF hayajibiwa kama walivyokuwa wanahitaji, lakini kubwa zaidi wana safari ya kuendelea mbele kasi hadi FIFA kuhakikisha kwamba kila kitu kinaweka hadharani. Mikoi Kisugu, kwema? Kwema. Uko vizuri? Namshukuru Mwenyezi Mungu niko salama baada ya safari ndefu. Nilikuwa maeneo ya Mbinga, nafikiri mnajua, namshukuru Mwenyezi Mungu nimerudi salama. Kule kama mnavyojua waandishi wa habari, kwanza nikupongezeni, mmeshirikiana na sisi katika hatua zote mwanzo wa safari mpaka tunarejea ili kwenda kuhakikisha kwamba tunakwenda kufanya uzinduzi mashindano ya World Cup. Jambo lilikwenda vizuri, nimekwenda salama, namshukuru Mwenyezi Mungu nimerejea Dar es Salaam. Lakini niseme tu jambo moja kiwepesi. Clatous Magori ni mwenyekiti wa bodi ya klabu ya Simba. Clatous Magori aliwahi kuwa makamu wa rais wa chama cha mpira wa miguu Tanzania kwa maana TFF. Clatous Magori aliwahi kushika nyadhifa mbalimbali kwenye shirikisho la soka barani Afrika kwa maana CAF. Clatous Magori ameshawahi kuwa mjumbe wa shirikisho la mpira Afrika Mashariki na Kati kwa maana CAF. Kwa unapokwenda kumzungumzia Clatous Magori unakwenda kumzungumzia mtu wa bodi. Anajua sheria, anajua kanuni, anajua taratibu zote. Na naamini unaposikia Clatous Magori ameamua kuongea kwenye media, wale wenye vihoja mtoto jipangeni. Leo waandishi mmekuja kunifuata Kisugu. Ni mwanachama wa klabu ya Simba. Lakini ukija kwa mujibu wa katiba, Clatous Magori mimi ni kiongozi wangu ambaye kama ulivyosema Salome, mwekezaji wa klabu ya Simba Mohamed Dewji amemchagua kuwa mwenyekiti wa bodi ya klabu ya Simba. Mwenyekiti amesema Kisugu ana uwezo wa kupinga? Unaweza kupinga. Kwanza ni mwenyekiti wa Simba, lakini pili lazima nikiri ni mtu wa bodi ambaye anafahamu bodi zaidi kuliko mimi. Kimsingi mimi nimpongeze katika yale yote ambayo aliyozungumza. Ni maneno mazuri, yamekwenda shule, yamenyoka. Lakini maneno yake yana vitu vitatu ndani. Moja, yanafundisha. Pili, yana busara. Yana hekima, pia yanahitaji uvumilivu ndani yake. Leo hii wacha nigusie sehemu chache ambazo Clatous Magori mwenyekiti wangu wa bodi amezipitia. Moja, jambo kubwa aliozungumza, jambo la Damaro. Hivi leo waandishi tuzungumze ukweli. Dunia nani asiyejua kama Damaro ni mgine? Dunia nani asiyejua kama Damaro ni mgine? Kila mmoja anajua. Baada ya kujua Damaro ni mgine, taratibu, kanuni na sheria zilizowekwa zimefuatwa. Na mimi ninachoelewa, mwenyekiti wa bodi ya klabu ya Simba hakuzungumza kwa maslahi ya Simba, amezungumza kwa maslahi mapana ya taifa hili. Kwa sababu tunachojua, tukiamua kuacha hizi kanuni zikahamuliwa kiolela, maana yake tutakuwa na ombwe kubwa la wachezaji ambazo si wazawa, lakini wakasajiliwa kama wazawa. Matokeo yake tukakosa ndugu zetu kupata ajira kwa maana wachezaji kwenye Tanzania. Nielewe vizuri hapa. Leo hizi kanuni tukaziacha holela, Yanga wakafanya, Simba wakafanya, Azam wakafanya, Namungo wakafanya, Singida wakafanya, kuwachukua ombwe la wachezaji ambao sio wazawa, tukawasajili kama wazawa. Swali, hawa wazawa tutawapeleka wapi? Kwa hiyo yanafanyika kwa maslahi mapana ya mpira wa miguu, sio Simba. Tunafanya kwa sababu ya maslahi mapana ya taifa. Tunaamini mpira ni ajira. Tunaamini vijana wa Kitanzania wapate ajira kutokana na vilabu vyao. Leo kwa sheria hizi ambazo tunazitengeneza, ambazo watu wanakwenda kuziamua kiolela, maana yake tunakwenda kuzuia ajira kwa vijana wa taifa, hususan kwenye michezo. Mtuelewe waandishi wa habari.
Upande wa pili walisema kwamba mnachokihitaji Kisugu Simba ni kupata pointi za bure za mizani, yaani mnataka ubingwa ambao sio wa kuupata wenyewe, ndio maana mnashadadia sana ili sakata la Damaro. Nimejibu hapa. Tunasimama kwa sababu ya maslahi mapana ya taifa. Kanuni zimewekwa kufuatwa, haziwekwa kanuni kuvunjwa. Salome, na kuheshimu, siwezi kukuuliza haya maswali, nitapeleka kwa watazamaji wenu. Sakata la Damaro, wakati Simba wanapeleka shauri lao kwenye kamati ya hadhi na haki za wachezaji, waandishi wa habari mlikuwepo siku ya kwanza. Kesi iliahirishwa kwa sababu ipi? Shauri liliahirishwa kwa sababu ipi? Swali, siku iliyotolewa hukumu wahusika walikuwepo? Hawakuwepo. Kwa nini? Msemaji alikuwa anashangilia, anasema ya kwamba hatujafika lakini tumechukua. Kwa nini? Salome, hizi hoja na bahati nzuri sio najisifia, nasema ukweli. Watu wa Dar es Salaam Africans hawezi kujibu hizi hoja. Kidogo mdogo wangu Dosa Mohamed kidogo ndio anaweza kupapatua hizi hoja, lakini sawa vishata mtaa hawezi. Hizi ni hoja. Mpira umeharibika, na moja siku uloharibika mpira kwenye nchi. Nataka niwashtue wahusika baada ya Yanga kukubaliwa matakwa yao kuondoa viongozi wa mpira madarakani. Mpira ndivyo ambavyo uliharibika. Ndio chanzo cha mpira umeanza kuharibikia pale. Na mimi nilisema, watu wakaniona Kisugu domo bwaku mwacheni abwake, lakini ule ndio ukweli. Ile tunacheza tucheze. Tunacheza, wengine wakasema tucheze. Tunacheza, wengine wakasema hatucheze. Ndio. Wakasema ili ukitaka tucheze ondoa huyu. Kasongo akuondoka. Aliondoka. Ondoa Mguto akuondoka. Aliondoka. Leo tuchukue akili ya kawaida, Mguto ameondoka kwa sababu Yanga wamemkataa. Anayekuja anaweza kwenda kutenda haki kushauri la Yanga. Na ndio maana leo kesi zinakwenda kuamuliwa, Yanga hajafanyaje? Hajafika. Tatizo lilianzia hapo. Unapewaje ushindi hujafika kwenye eneo halisi? Kuna muda tusimame kwa maslahi mapana ya taifa hili. Niseme ukweli kwa moyo wangu wa dhati. Taifa linapambana sana kuhusu swala la football. Juzi tumeona mkaguzi wa mahesabu ya serikali anasema kuna 81% imeongezeka katika uwanja wa Samia Stadium Arusha. Msemaji wa serikali nampongeza, anatoka kujijibia, anasema ni kweli 81% imeongezeka kwa sababu tunakwenda kutimiliza matakwa ya shirikisho la soka barani Afrika CAF, ili kiwanja chetu kwa na kiwango ambacho CAF wanakifanyaje. Maana yake pesa za lipa kodi zinakwenda pale. Kama serikali inafanya juhudi ya kutengeneza football kwenye nchi, tunawatiaje watu wachache waharibu taswira ya mpira kwenye nchi? Hayo ni maswali. Kwenye hili sakata la Damaro. Mkija kuniuliza kweli na mioyo migumu, aminini nyinyi waandishi kama ninavyoamini mimi. Tumekuja siku moja, tuondoka siku moja. Lakini tuache historia, tutengeneze misingi iliyokuwa bora kwa taifa hili. Leo tunafurahia mpira kwa sababu wazee wetu walipambana mpaka kufika hapa walikofika mpira wetu. Nasi tupambane mpira wetu tuache salama. Kwa sababu gani? Simba na Yanga ni tunu la taifa hili. Sawa Mikoe Kisugu. Niache. Basta. Niache. Kama maneno yanakuumiza, zima maiki yako, potea. Mbona ghafla? Usije ukanichokoza mimi ukakimbilia kujificha kwenye jani la mua. Nitakuona na nitakusema. Nyinyi waandishi msifurahie haya. Taifa 2027 hili linakwenda katika mashindano ya AFCON. Lazima tutengeneze misingi iliyokuwa bora, lazima tutengeneze misingi iliyokuwa mizuri. Kila mmoja anatamani kula matunda mazuri katika taifa hili. Haiwezekani huyu aonekane anafaa, huyu aonekane hafai. It's not fair. Kesi inaamuliwa, mshtakiwa hayupo. Nimpongeze mwenyekiti wa bodi ya klabu ya Simba. Amesema tutakwenda kasi na tutaandikia barua FIFA. Na mimi nimwambie mwenyekiti kwa niaba ya mashabiki wa Simba, kama inatakiwa pesa, wana Simba tuko tayari kuchanga. Kama inatakiwa pesa, wana Simba tuko tayari kuchanga kuelekea kasi na FIFA. Yuzi wakati niko Mbinga, wana Mbinga walinifuata, hususan wanachama wa klabu ya Simba na mashabiki. Wakanambia, Kisugu,
hatujalizika na maamuzi ya Damaro. Kama uongozi unatarajia kwenda FIFA, wao watu wa Mbinga wako tayari kuichangia Simba juu ya hiyo kesi. Mimi nikafikiri labda jambo lile limeshikwa tuna watu wa Mbinga, nikatoka Mbinga nikaanguka Songea. Nilioyakuta Mbinga kwa wanachama wa Simba ndio yale ambayo nakuta wapi? Songea. Kwa nini wanafanya hivi? Kwa sababu ya maumivu wanaumia kwenye nafsi zao. Sisi tunachokiamini, football ni moja ya chanzo kutengeneza amani kwenye nchi. Iweje leo anaamua huyu sema huyu toa anatoka? Nikupeni vichekesho waandishi, japokuwa mjanioji hili. Waamuzi wakishindwa kutafsiri sheria 17 za mpira wa miguu, wanafungiwa wafungiwi? Wanafungiwa. Mnasikia wamefungiwa au msikii? Tunasikia. Kamati inatoa taarifa au haitoi? Inatoa. Sasa swali niwaulize. Alajiga alipigwa bani. Taarifa mnayo? Bani gani tena? Hatuna taarifa. Lakini bodi ya ligi haikutoa. Kwenye mdomo. Guys, nampongeza sana mwenyekiti wa bodi kwa alichokizungumza.